Hatua ya 21 ya kukua kiroho inatuingiza kwenye jambo la muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ili upate kukua kiroho, ni lazima utambue na ni lazima ukubali ya kwamba wewe ni msimamizi na sio mmiliki wa vyote ulivyo navyo, ikiwemo wewe mwenyewe. Katika somo la leo tunakwenda kudadavua na kupeana maarifa ya namna ya kuishi kama msimamizi wa vyote ulivyopewa na Mwenyezi Mungu na sio mmiliki wa ulivyopewa na Mwenyezi Mungu. Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19 na 20 panatupa mwongozo wa somo la leo. Neno la Mungu linasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Kwa sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Biblia inatuambia pointi ya muhimu sana katika wakati huu, ya kwamba wewe si mali yako mwenyewe. Hapa si kila mwanadamu ametoa sababu kwa nini wewe si mali yako mwenyewe, bali wewe ulinunuliwa. Mungu alilipa bei ya damu yake ili uweze kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo wewe unamilikiwa na Mungu na vyote ulivyo navyo vinamilikiwa na Mungu. Kama unataka uishi maisha ya amani, kama unataka kuishi maisha ya ushindi, maisha yasiyo na stress za lazima, hakikisha unaamini katika akili yako na moyo wako ya kwamba wewe hapa duniani haumiliki kitu chochote. Vyovyote ambavyo umepewa na Mungu, wewe ni msimamizi tu, wewe ni wakala tu, na ukivisimamia vizuri, ikiwemo mwili wako, mishahara yako, baraka zako, nyumba zako, magari yako, ng'ombe zako, watoto wako, ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekupa vikubariki, lakini ni msimamizi. Na ukivisimamia vizuri, Mungu atakupa vya kwako. Na vya kwako utavipata wapi? Anasema ninakwenda kuandalia mahali, msifadhaike mioyoni mwenu. Mbinguni kuna vitu Mungu ameviandaa. Katika nchi mpya kuna vitu Mungu ameviandaa kama zawadi kwa wale ambao watakuwa ni waaminifu kwa vile ambavyo Mungu amewapa, wavisimamie wakati wakiwa hapa duniani. Uelewa huu utakubariki sana kama Mkristo. Uelewa huu utakujaza nguvu. Uelewa huu utakufanya uepukane na magomvi na mabalaa mengi ambayo watu wengi wanayapitia. Utakutua mizigo mizito ambayo wengi wamejibebesha kwa kujimilikisha vitu ambavyo kimsingi Mungu anasema yeye ndio anavimiliki. Amekupa tu kama zawadi ili uvitunze kwa uzuri, ili siku mwishoni akupe vya kwako. Sasa nini kilitokea katika msalaba wa Calvary? Maanapo amesema tulinunuliwa kwa thamani. Wakati wa uumbaji, Mungu aliwapa wanadamu mali, akawapa na umiliki ambao ni umiliki chini yake yeye, na anaendelea kuwa mmiliki halali wa ulimwengu, wakazi wake na mali zake. Ufahamu ni wa muhimu sana. Zaburi 24 mstari wa kwanza, nchi na vyote vijazavyo ni mali yake Bwana. Mungu bado ni mmiliki wa kila kitu, ikiwemo na wewe. Sasa basi, msalabani, kabla ya msalaba, tulipoanguka dhambini, ni kwamba tulitoa umiliki wetu kwa Ibilisi. Ndio maana tunapomilikiwa na dhambi na tutawala, tunakuwa tuko chini ya utawala wa dhambi. Lakini tunapokombolewa na Yesu, nini kinatokea? Msalabani, Yesu alirudisha mikononi mwake kile ambacho mwanadamu alikuwa amepoteza kwa shetani wakati wa anguko. Na hii imeelezwa vizuri kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 6. Wakorintho wa kwanza 6, nitasoma ule mstari wa 19 na mstari wa 20.
ambacho kimsingi tumeshakisoma hapo juu, ya kwamba au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Kwa mstari huu ambao tayari tulikuwa tumeshausoma, unatupa picha halisi ya sisi ni wakina nani katika Kristo. Kwa hiyo ili uweze kukua kiroho, amini ya kwamba wewe ni msimamizi. Sasa neno hili msimamizi katika maandiko matakatifu limetumika neno wakili. Sasa wakili ambaye ni msimamizi wa mali ni tofauti na wakili ambaye ni mtetezi katika kesi. Hawa ndio tumewazoea mara nyingi. Sasa wakili anayezungumzwa au msimamizi wa vitu vilivyopewa na Mungu, mentality ya mcha Mungu wa siku za mwisho ni nani? Wakili ni mtu ambaye amekabidhiwa kusimamia nyumba au mali za mtu mwingine. Wakili ni cheo, majukumu au huduma ya wakili. Kwa wakili ni mtu ambaye amepewa mali za mtu mwingine au nyumba aisimamie, kisha wanafanya kazi watu vizuri, maua yanakaa sawa, taa zinawashwa, umeme unawekwa, watu wanakaa safi, lakini si ya kwake. Kwa wakili ni zoezi la kusimamia. Kwa Mkristo, wakili unamaanisha nini? Ni wajibu wa mwanadamu kwa ajili ya matumizi ya kila kitu alichopewa na Mungu wake. Kila kitu ambacho Mungu amekupa, unawajibika sasa wa kukisimamia kama mtu ambaye umepewa kazi ya uwakili, usimamizi wa vitu vya mtu mwingine. Kwa unasimamia maisha, unasimamia mwili, muda, talanta na uwezo, mali, fursa za kuhudumia wengine na katika kukusanya maarifa. Kwa hiyo lazima umtambue Mungu kama mmiliki. Sasa kuna njia za kutambua Mungu kama mmiliki. Moja, wakili wa mwili, usimamizi wa mwili. Tambua ya kwamba mwili ulionao ni sio wa kwako kama ni Mkristo, lakini huo mwili ni wa Mungu. Kwa hiyo hauna mamlaka ya kufanya unachokitaka, bali una mamlaka ya kufanyia mwili wako kama Mungu anavyotaka. Somo linalofuata nitazama zaidi kwenye hili eneo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Biblia iliposema ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, Wakristo tumepewa fursa ya kukuza kila vitu ambavyo tumepewa katika mwili wetu na kuvisimamia kwa ubora ili viweze kutusaidia sisi wenyewe, lakini viweze kutumika sawa sawa na kusudio la yeye aliyetupa akili, kichwa, nywele, mwili wa kuuvika na namna ya kuweka sawa. Na ukifanya hivyo utakuwa umetimiza fursa kubwa sana. Hii ina somo lake, ninakwenda kulisoma kwa kina na kulieleza kwa kina katika somo linalofuata. Lakini kitu cha pili, Mungu ametupa kusimamia uwezo. Uwezo uliopewa haujapewa ili uweze kujivunia na kuishi unavyotaka. Uwezo uliopewa, umepewa hilo uwezo ili upate kuendeleza na kuukuza, umletee faida Mungu. Kitabu cha Mathayo 25, Bwana alitoa viashiria vya uwezo. Mmoja akampa 5 talanta, mwingine 2, mwingine 1. Bwana amekupa huo uwezo. Ndio maana watu wengi wanapoomba, wanaomba Mungu awape vitu kutoka juu bila kujua tayari vitu Mungu ameshawapa. Ni wewe kuviendeleza, kujua Mungu amekupa nini, ukiendeleze, mwisho wa siku kimletee faida Bwana. Na kama kitamletea faida Bwana, hata wewe utakuwa ni mnufaika wa faida ambazo tumezipata kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo inakupasa kukuza karama ambazo Roho Mtakatifu ametupa kila mmoja, na ujuzi. Roho Mtakatifu atoe tu karama na ujuzi ambao unaweza kukuingizia kipato, ambao una uwezo kufanya mambo kwa wepesi, ambao unaweza kufanya ukawa ni baraka kwa dunia. Kuza ujuzi, kuza uwezo. Mwisho wa siku utaulizwa na utadaiwa. Jambo la tatu
ambalo unapaswa kulisimamia, ambalo Mungu amekupa, ni usimamizi wa muda. Muda. Maandiko matakatifu kimsingi yanasema tu ya kwamba sio wenye mbio ndio wanaoshinda. Ukiona kuna mashindano kuna mwenye mbio kashinda au wenye juhudi ndio wamefanikiwa sana, wenye bidii, hapana. Anasema time and chance, muda na fursa Mungu ametupa sote. Niseme nini basi? Kitabu cha Wakolosai 3:23 na 24 anasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana. Chochote ambacho Mungu atakupa kukifanya, fanya kwa moyo, si kama unamfanyia mtu au siri wa impress, wafurahishe watu. Ukitegemea kufurahisha watu, watakukatisha tamaa, na wakikatisha tamaa utaacha kukifanya, na ukiacha kukifanya Mungu atakidai, maana alikupa ili ukifanye. Ndio maana kitabu chetu cha Wakolosai 3:23 mpaka 24 anasema ulifanye kwa moyo, si kama unalifanya kwa mtu au kwa taasisi au kwa kiongozi au kwa hiyo, ni kama unalifanya kwa Mungu kabisa. Yaani mwisho wa siku, ripoti ya maisha yako, anza mazoezi ya kujifunza kuripoti kwa Mungu taarifa yako ya utendaji kazi wa siku kwa Mungu. Na popote ambako umefanya nje au chini ya kiwango, umuombe Mungu akusamehe na toba ya dhati kwa Mungu. Ukifanya hivyo utagombana na watu. Taski yoyote ambayo utapewa kupitia mawakala wa kibinadamu kuifanya, utaifanya kwa unyofu, kwa ubora, kwa ukamilifu, kwa sababu reference ya ubora wako si huyu aliyekupa hii kazi, sio watu waliokuchagua kufanya majukumu. Rejea ya ubora wako ni huyu Mungu aliyekupa hayo majukumu. Utakuwa mtu wa maana sana. Kitabu cha Efeso 5:15 na 16 kinasema, kama watu wasio na, anasema inatupasa tusiwe kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima, tukiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Neno zamani hizi ni za uovu kwa maana nyingine inamaanisha zina mambo mengi, kwa lazima uchague vitu vyako vya kufanya. Biblia inasema kuna watu waitwa wana wa Isakari. Watu walikuwa na hekima ya kutambua nyakati. Huu ni wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kufanya ni high productive, ni wakati wa kufanya kwa juhudi, maana muda huu ndio muda wa uzalishaji. Yaani walijua kucheza na timing. Lakini Biblia inasema kitabu cha Luka 2 mstari wa 49, Luka 2 na ule mstari wa 49, kuna kitu kizuri hapa nataka kushare na wewe. Anasema hivi, akawaambia, kwani kunifuata hamjui ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya Baba yangu? Huyu ni Yesu. Anajua nyakati. Maana nyakati hizi ni za uovu. Usipojua timings ambazo Mungu ametudisainia, utajikuta unajiingiza kwenye mahali ambako si penyewe. Huko muda ni sahihi lakini hauko mahali sahihi. Wakati wa kuingia kwenye ibada, Yesu alikutwa kwenye ibada, hata akawashangaa wazazi, akasema, kwani hamkujua ni wakati wa kuwa katika nyumba ya Baba? Leo wakati wa ibada uko kazini, wakati wa kazini upo kwenye ibada. Leo wakati wa kusali wewe unacheza, unasherekea. Kwa lazima uombe Mungu akupe hekima. Kwa muda nao umepewa kama baraka ambao unatakiwa uisimamie kwa wivu mkubwa. Jambo la 4 ambao unapaswa kulisimamia kwa wivu mkubwa ambalo Mungu amekupa ni mali. Usimamizi wa mali. Kama ambavyo tumesoma kitabu cha Zaburi 24:1 ya kwamba vitu vyote ni mali ya Mungu. Sasa Mungu akikupa trilioni 1, Mungu anataka hesabu
ya namna ulivyoisimamia hiyo trilioni moja. Kupata fedha sio issue. Mungu akikupa 50,000 anataka mwisho wa siku apate ripoti ya 50,000 yake ambayo amekupa. Ndio maana yule mtu wa talanta alihojiwa, nieleze umeifanyia nini talanta. Mungu akupe kitu, anataka hesabu, na hesabu za Mungu ni hesabu za namba, sio maelezo. Ndio maana aliyepewa talanta moja aliulizwa akasema, alilipa talanta 5, umenipa 5, hizo hapa 10. Umenipa 2 kwa mfano, hizo hapa 4. Moja akaleta maelezo mengi, wewe ni mtu mbaya sana wewe. Unachuma usipovuna. Sijui ni nini. Yesu akasema ni mtu mwovu na mtu wa kupaswa kutupwa kwenye magiza kule, kwa sababu Mungu hataki maneno, anataka hesabu. Kama ni mwinjilisti, umehubiri watu wangapi wiki hii? Unasema watu 50, takribani watu 40. Kama ni mjasiriamali, umeingiza faida au hasara kiasi gani? Unatoa ni 500, laki. Kama umeguswa kutoa msaada kwa watu, umetoa msaada kwa watu mara ngapi au wangapi na ni shilingi ngapi? 500,000, 50,000, 100. Yaani hakuna maelezo mengi, na huu ndio mpango wa Mungu. Kwenye wakili wa mali kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvizingatie. Jambo la kwanza ni zaka au fungu la 10. Watu wa Mungu wote, sio Agano la Kale tu, wakati wa wana wa Israeli, kuanzia wakati wa kina Yakobo na Ibrahimu, katika kila baraka ambayo Mungu amewapa wasimamie, chochote ambacho Mungu atakupa ukisimamia, hata mshahara wako anakupa ili usimamie, utaratibu ni kwamba unakata 10% ya kumrudishia aliyekupa kupitia mfumo alioweka, kama ishara ya kusema asante Bwana kwa hiki ulichonipa, maana wewe ndiye mpaji wangu. Ninaamini kuna mengi umeandaa zaidi ya hiki na sina wasiwasi. Sasa 10% ya kipato chako, maandiko yanasema ni takatifu. Hiyo zaka ni takatifu, unaitenga kwa ajili ya Bwana na maelekezo aliyoyatoa. Na watu walitoa zaka, mfano Mwanzo 14:20. Ibrahimu alitoa zaka ya vitu vyote alivyokuwa navyo kwa the king of Salem. Huyu anaitwa mfalme wa Salem ambaye aliitwa Melkizedek. Lakini pia katika kitabu cha Walawi 27:30 mpaka 32 inaeleza kwa kina. Lakini pia watu wengi walitoa zaka, ukisoma kitabu cha Hesabu, wakina Yakobo na watu wengi sana. Sasa unasema labda haya ni mambo ya Agano la Kale. Hapana. Yesu alipokutana na Mafarisayo aliwaonya juu ya tabia zao. Akawaambia, mnatoa zaka za mnanaa na bizari na jiri, lakini mmesahau mambo ya rehema na mambo ya haki na ya adili. Hakusema msitoe, aliwakumbusha kwamba mnatoa ni jambo jema, lakini mmesahau unatoa zaka kwa roho mbaya, uwatendei watu mema. Kwa hiyo pia alikuwa kama anatoa maonyo. Kwa hiyo zaka hata Yesu aliindoza, aliunga mkono. Ni tukio ambalo lipo muda wote. Unaniuliza sasa, matumizi ya zaka yatumikeje? Nitoe tu ninapotaka, ninapojisikia, nimrushie Mungu juu? Mungu hana shida na hela yako, ila ameweka mfumo ambayo watu wanamrudishia zaka pamoja na sadaka. Katika Agano Jipya tunapata tu mwongozo mfupi wa Wakorintho wa kwanza 9, Wakorintho wa kwanza 9:11 mpaka 14. Lakini katika Agano la Kale kuna watu waliitwa Walawi. Walawi wale walikuwa ni wafanyakazi wa ikulu, wafanyakazi wa hekaluni. Ni watu ambao walikuwa wamepangwa na Mungu, hawana kazi nyingine yoyote, hata urithi hawapokei, isipokuwa makusanyo ya zaka yalikuwa yanawekwa katika ghala. Ilikuwa ni mapato ya kuwapa wale Walawi waweze kuweza kuendesha maisha yao. Na wengine walikuwa ni wema sana. Yupo Mlawi mmoja aitwa Barnaba, huyu ni wa Agano Jipya. Alitoa hadi kiwanja, alikuwa anamiliki kiwanja na akakitoa, kwa sababu ukiwa Mlawi unapokea, hawapokee ili ule tu wewe, maana Mlawi pia alitoa zaka katika kile alichokipata
kuonesha kwamba na yeye bado ni ishara kwamba anamilikiwa na Mungu. Tusome hili kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:11 mpaka 14. Maandiko yanasema, ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Lakini hatukutumia uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote, tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Hamjui ya kuwa wale wanaofanya kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale waihudumiayo madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio Injili wapate riziki kwa hiyo Injili. Huu ni mwongozo ambao ameutoa, kwamba mtumishi wa Mungu amekupa kitu ambacho ni bora. Yaani ulikuwa na vitu vya ajabu, akakuletea Roho Mtakatifu, akakuelezea na Yesu, vitu ambavyo vitakusaidia uende mbinguni. Na yeye kwa maandiko haya anasema ana haki ya kupokea kitu kutoka kwako. Wao wafanyao kazi ya Injili ndio wanachukua nafasi ya hawa Walawi. Na sasa ni wengi sana, wengi sana. Mfano, mimi ninafanya kazi ya Injili, lakini kwa mfumo ambao nimeona ni bora kabisa, mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Tuna watu ambao wamejitoa, hawana kazi nyingine ya kipato ya kufanya isipokuwa ni kazi ya Mungu tu. Watu hawa tunawaita wachungaji. Kimsingi wanavyofanya zile kazi ni sawasawa kabisa na wanavyofanya kazi hawa wanaitwa Walawi wa Agano la Kale. Kwa hiyo fedha tutakazozitoa kama zaka na sadaka, sisi waumini tutaziingiza kwenye gala ambao ni kapu, akaunti ya pamoja ya jimbo, ambao zinakwenda mpaka sehemu wanapoita General Conference, ambao ni conference kuu, ambapo zinatawanywa mahali kwa kuzingatia. Inawezekana nyie mko Dar es Salaam, mnaweza kutoa milioni 300 kwa mwezi kwa mfano. Wengine wako Cambodia, huko porini kuna waumini 4 ambao wana uwezo wa kutanga 0 kwa mwezi. Je, huyu mchungaji ale 0? Kwa itachukuliwa hii fedha, itagawanywa kwa watumishi mbalimbali ulimwenguni, wakiwemo na wa conference au jimbo husika. Lengo ni sahihi kwamba hatuwezi kumpa kila mtu, maana wako watu ambao kama sisi tunafanya kazi ya Mungu, lakini pia si wachungaji, hatujajitoa full time kufanya hii kazi. Kwa tutakuwa tukifanya shughuli nyingine za kutuletea vipato ili kazi ya Mungu, na sisi kwenye hicho tulicho nacho tunajitolea ili kazi ya Mungu isonge mbele. Wakati hiyo sisi tunatoa kwa ajili ya wale ambao wamejitoa 100% wachungaji, kazi ya Mungu iende mbele. Kwa hiyo amesema wale wafanyao kazi ya Injili wale katika Injili. Hiyo ni moja, lakini pia anasema Bwana ameamuru, hii ni amri. Kwa hiyo matumizi ya zaka ni kuliwa na wachungaji na watumishi wa Mungu ambao wamejitoa 100% kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni kama mafuta ambayo tunawaongezea nguvu wasonge mbele na mbele na mbele zaidi. Lakini pia kuna kitu kinaitwa sadaka. Sadaka zinaitwa sadaka za hiari. Sadaka yoyote uliyotoa kwa lazima, kwa shuruti, haina baraka ndani yake. Lakini pia hawa watu wa Mungu, licha ya kuwa wanatoa zaka 10%, walikuwa na sadaka nyingine nyingi, sadaka ya unga, sadaka ya suya nini, ambazo ukizijumlisha mapato yao yote ni kama kwenye walichokuwa na kipata, walikuwa wanatoa karibu 30%, kuchukua 10 na hizi 20. Wako watu wa Mungu wameona hekima, baada ya kukuambia yote, angalau uanze na sadaka 10% ya kipato chako chote. Sasa basi, sadaka zilitumika wapi? Walipohitaji kujenga makanisa, kufanya ukarabati wa mahali pa ibada, hawakutumia mishahara ya Walawi, walitumia sadaka. Na vyote vinaungana. Ukiangalia hata hii zaka ilikuwa inapelekwa hadi kwa watu yatima na wasio na mambo ya yatima. Na inapoingizwa kwenye kapu la kanisa, sio tu mshahara wa wachungaji, zinatumika kwenye matumizi mbalimbali, hata kuendesha mashirika ambayo yanawafikia watu wasio
jiweza. Kwa hiyo chochote ulichokitoa kikafika kwa wahusika, hicho kitu kitaleta baraka ambayo ataipata huyu mtu, unaipata na wewe. Kwa hiyo ni baraka mkubwa wa kuibariki dunia nzima kupitia kiasi ambacho Mungu atakupa uweze kukirudisha katika mifumo ya ibada. Na jambo lingine niseme ya kwamba Biblia inasema katika kitabu cha Luka 12 mstari wa 48, na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitahitajika vingi, naye aliyewekewa amana ya vitu vingi kwake huyo vitatakiwa vingi zaidi. Sasa hapa kuna mfumo mzuri. Kwenye kutoa tunatoa kwa asilimia. Utoaji unapimwa kwa asilimia hicho ulichokitoa na si kwa kiasi. Kwa mfano, kama mimi nina shilingi 100,000 nikamrudishia Bwana 10,000 ya zaka, na nikagusa majukumu mengine nikatoa hata 10,000 nyingine, hata 13,000 kwa ajili ya sadaka. Mwingine anaingiza milioni 100, anatakiwa atoe zaka milioni 10, lakini akaja akatoa 500,000, atasifiwa. Utaona watu wanamfuata, wachungaji wanataka kuchukua namba za simu, watu wanamuona ni mtu ametoa kitu kikubwa, wakati huyu kwa Mungu ni mwizi na hafai. Kwa Mungu unatoa kwa asilimia, ndio unajua kiwango ulichotoa ni kingi au kidogo. Hapa amesema kama kwako umepewa vingi, vitahitajika vingi, sio ili ufilisike, ili uletewe vingi zaidi. Kuna watu wameamua kubariki wilaya, wengine sadaka zao zinabariki familia yao tu, lakini mwingine anasema mimi naomba kubariki dunia. Fungulia baraka Mungu, leta fedha hapa tubariki hii dunia, tusupport vitu vikubwa vikubwa. Ukichagua Mungu anakupa baraka hiyo. Kwa hiyo mwisho wa yote, jambo la mwisho niseme baraka za kuwa wakili mwaminifu, baraka za usimamizi wa hivyo ulivyopewa na Mungu katika ubora wake. Jambo la kwanza, utapata baraka binafsi. Ukisimamia vizuri vile vitu ambavyo Mungu amekupa, utapata baraka binafsi. Na baraka binafsi ni kwamba itakusaidia katika ukuaji wa kiroho na mabadiliko ya kitabia. Niseme nini? Ukiwa msimamizi bora wa vile ambavyo Mungu amekupa, jambo la kwanza, itakupa ushindi dhidi ya tamaa na ubinafsi. Wabinafsi wote, watu wenye tamaa, wenye mawivu na tabia chafu za mbaya, kwa sababu ndani ya mioyo yao kumejaa uchoyo. Wanafikiri walivyo navyo ni vya kwao, lakini kama ukijua kila ulichopewa ni cha Mungu, utakuwa ni mtu ambaye ni makini sana katika kushare ulivyo navyo kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo faida binafsi itakuondolea choyo, ubinafsi ambao ni sumu kali, na wengine wamejitenga na imani kwa sababu ya uchoyo na kujilinganisha. Mbona mimi nimetoa vingi, wengine mbona hawatoi, kwa hiyo mimi ni bora kuliko wao. Luka 12:15 anasema, jihadharini na kila aina ya tamaa, maana uzima wa mtu hautegemei wingi wa vitu alivyo navyo. Na shortcut ya kujiepusha na kila aina ya tamaa, ambapo Biblia inasema tamaa ikitunga mimba inazaa kifo au mauti, ni kwamba mrudishie Bwana katika unachokipata 10% ya zaka na 10% angalau 10 ya sadaka, ambayo inahusisha kurudisha kanisani na vingine unagusa watu wa Mungu. Unatoa ubinafsi kwa njia ya kumrudishia Bwana zaka na sadaka, na unakuwa ni msimamizi bora wa vile ambavyo Mungu amekupa. Lakini pia jambo lingine la pili, baraka kwa wengine. Moja, usimamizi wa mali ambazo Mungu amekupa au wakili binafsi utakupa faida binafsi. Jambo la pili, utakupa baraka, utakuwa baraka kwa watu wengine. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 16 na 19, Biblia inasema, Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 19 na 18, anasema, au tuanzie 17 tu, anasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune, wala wasiutumainie utajiri wao usio yakini, bali wamtumainie Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha.
Anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Aseme utoe vyote, anasema jiwekea akiba vingine ili uweze kuwa hazina, lakini ili uweze kupata uzima kweli kweli. Maisha ya mtu, amani yake haipatikani kupitia uchoyo na utajiri usio yakini wa kujikusanyia zile baraka ambazo Mungu amekupa ukaacha kushare kwa wengine. Anasema wawape na watu wengine, wawafikie na watu wengine na watu wasio nacho. Maisha ya kweli ni kumjua Mungu, kukuza sifa na upendo na ukarimu za kwake, na kutoa kile tunachoweza kulingana na jinsi alivyotufanikisha kutoa, hasa katika roho ya Kristo. Ndio kuishi hasa katika Ukristo. Maisha ni kutoa. Chochote unachozuia, unazuia baraka ambazo, unafunga milango ambayo Mungu angepitishia baraka zake kwenye maisha yako. Tumia muda mwingi kutoa, na ukipanga kubariki watu wengi, maana yake umepanga kuingiza vingi. Kwa maana yoyote, anasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kiasi cha kujaa hata kusukwasuka. Baraka ya tatu, utakuwa ni baraka kwa kanisa. Baraka kwa kanisa. Biblia imesema nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili ipate kuwa ushuhuda. Kwa hicho unachokitoa, kanisa litakuwa kwa kasi. Na si tu kanisa, tunaposema kanisa zaidi tu ya kanisa kawaida, ni mfumo wa serikali ya Mungu katika dunia. Watu wengi watatolewa katika giza na kuingizwa katika ufalme wa utukufu wa Mungu, na watu wengi wataingia mbinguni kwa sadaka zako. Kwa hiyo ina faida kubwa sana kuwa mtu wa kutoa, lakini ina faida kubwa sana kuwa msimamizi bora wa vitu ulivyo navyo. Sifa ya mwisho ambayo ni ya msingi sana, na jambo la mwisho tunapomaliza, linapatikana katika kitabu cha Luka 16. Luka 16 na ule mstari wa 12. Luka 16 na mstari wa 12. Anasema, na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo ya kwenu? Kama wewe ni mtoto wa ufalme wa Mungu, na kwa sasa Bwana amekupa vichache, uvisimamie tu ili viweze kuwa baraka kwa wengine. Nao umesema ni vya kwako, umekuwa ni mchoyo, unavichungulia. Wakiomba usaidie kutoa mambo ya Mungu, unatoa kama vile punje za mahindi, wakati huku kuna godown limejaa mahindi. Uchoyo na ubinafsi. Mungu anakuuliza, kama katika vidogo tu ulivyopewa umeficha, umeona kwamba kumrudishia Bwana 10% utafeli, kurudisha kanisani sadaka, kuwezesha yatima ni kitu kidogo. Je, nani atakayekupa vya kwako? Hasa hivi vya kwako si tu vya duniani hapa. Kwanza tunaanza, mtu atakupa vya duniani, kwa maana ya kwamba kama umesimamia mali ya mtu mwingine vizuri, itakuwa ndio kigezo cha wewe kupata vya kwako. Lakini mbinguni pia, kama umesimamia ambavyo Mungu amekupa hapa duniani, vitu vichache sana ambavyo havina thamani, kwa kutoa zaka na sadaka, na kwa kuhakikisha unaviingiza vizuri kwenye hesabu, haufuji, hauviharibu, haujiharibu, manake umepata kigezo cha kupewa kwanza mwili mpya. Watakaopewa mwili mpya ni wale waliosimamia vizuri walipokuwa duniani, huwa kwao. Lakini pia unapata kigezo cha kupewa vile vya kwako ambavyo Yesu anasema ni msifadhaike mioyoni mwenu. Namwamini Mungu, niamini na mimi. Kama sivyo nisingaliwaambia, ninakwenda kuwaandalia makao. Neno makao lilotumika pale ni mansion. Mansion ni yale majumba makubwa ya kifahari. Mungu amekwenda kutuandalia vitu vya thamani, vitu bora, barabara za dhahabu. Hivi watapewa ni watu ambao vichache walivyopewa visimamia walipokuwa duniani, walivisimamia kwa uaminifu. Ikiwa unasema mtumishi wa Mungu, na mimi nimeamua tangu sasa, naomba Mungu anisaidie katika Ukristo wangu, nimetambua nimenunuliwa kwa thamani sana.
mimi sijimiliki. Mungu akisema chochote niache, naomba anipe neema ya kuacha. Nisifanye vitu vyote ambavyo vimfurahishi Mungu, lakini niweze kumrudishia Bwana hata zaka na sadaka zangu. Lakini pia niweze kutumia hekima na vipaji na vipawa na akili ambazo amenipa ili niweze kuwa baraka kwa wengine. Unasema hii kitu naitaka. Kama unaitaka, Mungu akupe kwa jina la Yesu. Basi tuombe. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako. Neno ulilonipa amelisikia, naye ameamua kuwa mtu wa kubariki wengine. Kwa sababu ameamua kuwa mtu wa kubariki wengine, Bwana usimpungukie chochote kwa jina la Yesu. Na kwa sababu ameamua kuwa wakili na msimamizi mwaminifu kwa vile ambavyo umempa, Mungu mtendee na kuzidi katika jina la Yesu.